Jeshi la polisi nchini limeahidi kuendelea kushirikiana na chama cha waganga wa tiba asilia Tanzania TAMESOT katika kupambana na ramli chonganishi na imani potofu zinazochochea vitendo vya uhalifu katika jamii. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura, kamishna wa polisi jamii CP Alex Mkama amesema ushirikiano kati ya jeshi la polisi, wataalamu wa afya na waganga wa tiba asilia utasaidia kupunguza madhara yatokanayo na imani za kishirikina na kuimarisha usalama wa wananchi. CP Mkama ameyasema hayo katika hafla ya mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya tiba asili yaliyofanyika Kibaigwa wilayani Kongwa mkoani Dodoma, ambapo amewapongeza wahitimu hao kwa kukamilisha mafunzo yao kwa kushirikiana na wataalamu wa afya kutoka serikalini. Napenda kutumia fursa hii kuwaomba kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kupitia polisi kata. Kwa kule Zanzibar nilimuuliza katibu mapema, mbona Zanzibar sisikii? Kwa hiyo akasema hiki chama chetu ni upande wa Tanzania bara, si ndio? Lakini tukianza Zanzibar sisi kule kata tunaziita sheria. Kwa hiyo inabidi tunao wale polisi sheria. Kwa hiyo unakwenda hata kule ndio kuna waganga, tutakwenda kwa kufuatilia ile chama chao kule. Na kingine basi kule na tunaweza kuishi ameniambia sheria. Kusababisha vitendo vya uhalifu kama mauaji, ushirikina, ukatili, kuwakitisia, migogoro ya ardhi, utapeli na vitendo vya kuchukulia sheria mkononi. Aidha, tunawahimiza kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya usalama pale mnapobaini watu wanaotumia jina la tiba asili kufanya shughuli haramu, kuwatapeli wananchi au kuchochea vitendo vya uhalifu. Kwa kufanya hivyo, mtalinda heshima ya huduma yenu na kuchangia ustawi wa taifa. Hapo kikubwa ni taarifa. Kuna mambo mengi mabaya ya uhalifu yanafanyika, na watumie wanatumia uniform zetu, nembo zetu, hata chama chetu TAMESOT, na wengine viongozi hao wajui. Kama sisi polisi wanatumia kwa Kiswahili hatujui, na wengi wanaamini kwamba yule anayetazama watu wanafanya jambo baya na fikira na mtu na jeshi la polisi au chama cha TAMESOT. Kwa hiyo kinachotakiwa pale na mwalimu tutamuona namna anafanya mambo yake. Mambo mengi anafanya ni kizazi. Amesema pale msemaji wetu kwamba kwa nini unakwenda usiku. Kwa hiyo ukimwona mtu anafanya mambo gizani na anaongea kwa sauti ya chini, anajua sasa unafanya mambo yanapeliwa. Taratibu, sheria na kanuni namna gani ya kutoa taarifa ziko wazi, kutoka polisi ziko wazi, na wawakilishi wa polisi wanajua na kutangaza. Kwenye wilaya wanakuta OCD, kwenye kituo wanakuta OCD. Lakini tumesogeza mpaka kwenye katibu wa polisi kata. Wewe unaweza kumuuliza kwanza na mwelekeo au na mwelekeo. Lakini unakubalije kulipa pesa? Pesa za serikali siku hizi tunafikiri naona mpaka kuna control na sio. Sasa ukianza kulipa pesa bichi, maana yake unaweza kufanya nini? Kwa mfumo wa serikali ulivyo sasa hivi, hakuna malipo ya pesa bichi baada ya serikali yanapokelewa. Kwa hiyo ndio dalili pamoja na kwa pesa bichi kwa mambo control na. Afanye sana. Ulikamata mpaka kwenye pesa yako. Naomba kuona. Kwa hiyo ndio hapo huyo basi wamekuja au wamejadili hivi ni ndio wataje na waweze kupata hawezi kuona. Katika ushirikiano uliopo kati ya jeshi la polisi na nyinyi maafisa wa tiba za asili, ni vyema kuendelea kukumbushana kuhusu utii wa sheria ya shughuli. Baadhi ya maafisa wa tiba asili hutumia vibaya kwa hili kwa kushiriki matendo au mambo ambayo yanakinzana na sheria. Nilisiki Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na jopo lako ili wapongeze kwa mafunzo haya. Mafunzo yote yanaleta uwazi, yanaongeza ukiangalia kwa sababu wengi walikuwa wanakuja kupiga picha. Wanaokuja kupiga picha hata kujapa mbele kusikilia kuzinasi kwa mkoa wanaogopa. Aidha, CP Mkama amewataka waganga wa tiba asilia kuwa waaminifu kwa wagonjwa wao kwa kuwashauri kutafuta huduma za kitabibu hospitalini pale wanapobaini kuwa hali ya mgonjwa haiwezi kutibiwa kwa tiba asili ili kuokoa maisha ya wananchi. Wengine wanatafuta definition mbaya ya tiba, wanataka kutumia visivyo. Lakini kama ukitumia kwa ajili ya tiba unaona zina manufaa, zinasaidia. Kwa sababu hata hizi tiba ambazo za viwandani zinatokana na hizi tiba za asili, mimea
ambayo unaitumia sasa. Kazi ya tiba asili ni kuokoa maisha ya watu, hivyo na msilazimisha wakati mwingine kukaa na wagonjwa kwa muda mrefu kama tiba uliotoa kuainisha za kusaidia mshauri au mpe rufaa aende kutafuta matibabu sehemu nyingine, kwa sababu hata miongoni mwetu wataalamu tunazidiana utaalamu, sio? Sio mnapata kwa eleza vizuri mheshimiwa diwani pale kwa utaalamu ndio unadhibiti, ndio wengi na rithi na timu wengine wanafundishwa Usumani kule wana mzigo kwa kuelimisha, wanaita wahenga, sio? Wanaosaidiwa waganga wanaita wahenga, wanakuwa wanaofundisha kwamba dawa hizi, lakini hata kwa asili watu wengi huwa wanafundisha pia, na dawa ambazo ni kombo huwa tunafundisha kwa kufundishana. Lakini inapotokea kwamba sasa utaalamu wako umezidiwa, usiendelee kuwa na mgonjwa mpaka anafanya nini, anapoteza maisha, wakati kuongeza kumpa vifo vya kwenda kwenye kwa mganga mwingine ambaye ni kama au hata hospitalini. Na hiyo kuna baadhi ya maradhi nafikiri wamafundisha watu Wizara ya Afya ambayo unayajua kabisa kwamba haya hayana tiba au yanahitaji uangalizi zaidi, ushauri zaidi wa kitaalamu kule hospitalini. Kwa hiyo ni vizuri pia kuwashauri watu wetu kwamba hapa kwa mfano unakuta mtu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, na tunajua kabisa sasa hivi elimu imeshaenea, Wizara ya Afya wanafanya kazi kubwa sana ya kuelimisha kuhusiana na masuala ya ukimwi. Unajua kabisa madhara yake ni yapi na haina tiba isipokuwa unakinga kama mtu atawahi kupata kwenda hospitalini na akashauriwa na daktari. Lakini unakuta mtu bado anang'ang'ana naye mpaka anamkatikia baadaye anamtoroka baadaye. Nishapata kesi, kuna mmoja alitoka Banga akakuwa na mwenye kule maeneo ya Banga kule hapo na Shimoni kule, kuna mganga ambaye alitoka alikuwa na mgonjwa wake alizidiwa sana, akatoroka na kani. Kwa baadaye mgonjwa akafariki. Sasa hiyo unaona ni unaona kwamba hizi dalili ugonjwa ni kesi mwezi vizuri kutoa ukamrifaa kwa hiyo na bazuri imesajiliwa. Sasa ukienda na cheti chako hicho ukamwambia daktari huyu alikuja kwa hii, lakini wako waganga wengine ambao tunaona wameendelea zaidi, yaani kabla kwanza kumtibu anampeleka kwenye hii hospitali yetu ya sasa, wanamwangalia ana maradhi gani yanayomsumbua. Akishajua ile maradhi yanayomsumbua, unaona anasema hii haiwezi, hii dawa yake ni mitishamba, ni dawa fulani. Kwa hiyo anakwenda na mbele dawa kamanisha usichanganye, na ndio maana tushirikiana kwa Wizara ya Afya pamoja na hii chama chetu. Kwa hiyo wale wagonjwa ambao hawawezi, unaona sasa au unahitaji kujua zaidi kwa umefika bali dalili hizo sio moja ni kifaa kwa hospitali. Sasa sisi kuna maradhi mengi na na mengine bado tukielezwa hayajaitokea kwa kwa hiyo vizuri kwenda kuconfirm kwa daktari. Kwa upande wake mwakilishi kutoka Wizara ya Afya Musa Lipukuta amesema zaidi ya 60% ya Watanzania hutumia tiba asilia, hali inayoonyesha umuhimu wa kuwafikia wananchi walipo kwa kuwapatia elimu sahihi ya afya na matumizi salama ya tiba asilia. Dawa hizi za tiba asili hali iliyopo sasa hivi kwenye jamii, kwa maana zaidi ya 60% ya Watanzania sisi tunatumia dawa za tiba asili kabla au na baada ya kwenda hospitalini. Kwa hiyo utaona kwa milioni 60 zaidi wa jamii kwa wake tunaanzia. Kwa hiyo iko haja kuifuata jamii kule iliko sasa, ili kuirudisha huku katika soko letu. Kwa maana kutumia nguvu tutapishana nao, watakuwa wanaenda kimya. Na huko kwenye tiba asili kuna dawa ukiwachimba wenyewe wataalamu wa tiba asili, hizi dawa wanazipata wapi? Wanakuambia sisi dawa tunapata kutoka kwenye mimea, sisi dawa tunatoka kwa mabaki ya wanyama, wanapata kutoka kwenye madini na mazao ya baharini. Kwa hiyo mabaki ya wanyama, siku moja ukikuta wewe mganga wa tiba asili au mtaalamu wa tiba asili ana ngozi ya simba au ya chui, mafuta ya chui, unaweza unaitwa mshtaki kwa mujibu wa sheria ya nchi na nini, na kaenda kufungwa wale wengine. Kumbe sio kutekeleza vizuri, ni sehemu ya malighafi yake ya kutengenezea hizo dawa asili. Kwa hiyo ukiwa unazungumza nao lugha vizuri, unaweza kuelewa. Na tiba asili kwa upana wake inaingiliana na wizara mbalimbali, sekta
mbalimbali. Ukienda kwa mfano kwenye wizara ya kilimo, kuna kazi ya kufanya pale. Hiyo tunaweza kuhamasisha tulime aina fulani ya miti ambayo tunataka kuvuna kama malighafi, mwisho wa siku tunatengenezea dawa. Lakini ukienda wizara ya maliasili, wao ndio wana misitu na wana miti yenyewe ambayo tunahitaji. Ukienda wizara ya mambo ya ndani, nao wenyewe tiba-asili tunahitaji watanunua za tiba-asili. Kama 60% ya Watanzania wanaenda kule, basi kuna mambo mengi yanaendelea kule kwenye utoaji wa huduma hizo za tiba-asili. Kwa maana hiyo, kwa kutaka kupata amani, ulinzi shirikishi na mambo mengine, mimi naamini tukiwatumia hawa wataalamu wa tiba-asili tunaweza kufika mbali sana. Naye Raymond Ngonyani akisoma risala kwa mgeni rasmi amesema kuwa chama cha TAMISOT kimeazimia kuwa tarehe 26 Februari ya kila mwaka itumike kama siku maalum ya wanachama kukutana, kujadili na kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili chama hicho. Ilizaliwa tarehe 26 mwezi wa 2 2026. Hivyo TAMISOT tunalenga siku hii iwe ni muhimu kwetu ya kuwa na tukio la kukutana na kujua changamoto za chama na kuzitatua kupitia mkutano huu wa kila mwaka kwa maslahi mapana ya chama chetu, ikiwa ni pamoja na wiki ya kilele cha tarehe 23 mwezi wa 3 wa 2025 ya kila mwaka kama siku ya kumbukumbu ya chama cha kwanza kwa tiba asilia kuwa na jengo na ofisi na kuwekewa jiwe la msingi na mheshimiwa aliyekuwa waziri wa afya Jenista Mhagama mwaka 2025. Sanjari na hilo, katibu mkuu wa TAMISOT Taifa Lucas Mlipu amelipongeza jeshi la polisi kwa ushirikiano wake na kueleza dhamira ya dhati ya chama hicho ni kupanua shughuli zake hadi Zanzibar ili kuimarisha mshikamano na kuongeza huduma kwa wananchi. Tupelekee salamu zetu kwa Mheshimiwa Fadhili ambaye amekupa dhamana ya kuja kutufungia mafunzo yetu haya. Lakini kuna kipindi umesema kuhusu Zanzibar, wakati sisi tuna jukwaa kubwa sana kwenye vyombo vya habari. Nimepigiwa simu Zanzibar mara nyingi sana kwamba bwana, tunawataka TAMISOT mpya Zanzibar, na sisi tunatamani, lakini kwa mujibu wa taratibu na kanuni za usajili wetu, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi tumesajiliwa kwa usajili wa kufanya kazi Tanzania Bara, lakini tunatamani kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na chama pia kikawa Jamhuri ya Waganga wa Tiba Asili Tanzania kutoka Zanzibar. Tawaja ndio sana. Lakini nafurahi kwa sababu kwenye hotuba yako umesema utajaribu kuangalia ni namna gani, na mimi natamani kwamba kuungana chama kimoja Tanzania na Zanzibar, kwa sababu hii Tanzania, taa ni Tanganyika, zaa ni Zanzibar, nia ya pamoja Tanzania. Kwa ni mema ujumbe huu kuchukua kwenye vikao vyetu, tunashukuru sana. Ushirikiano kati ya serikali na wataalamu wa afya na waganga wa tiba asilia unatajwa kuwa hatua muhimu katika kuhakikisha huduma za afya zinazoboreshwa, huku vitendo vinavyochochewa na imani potofu vikidhibitiwa kwa manufaa ya jamii. Nikiripoti kutoka Kongwa, langu jina ni Anwar Shaban, Dodoma.